wakiwa na goli moja, na Simba hawana bao mpaka wakati huu. Mimi ni Barwan Muhuza, mwenzangu ni Charles Hilary. Dakika 45 za mwishoni za lala salama ndio zimeanza hivyo. Kevin Yondani, Kamusoko Taman, Kevin tena peleka mpira mkubwa kule, ambiwa tayari offside. Hakuna mabadiliko yote katika kipindi hiki cha pili. Bado watabadilisha mwingine, wanapima upepo. Wanapima upepo kwanza, waone hali itakuwa namna gani. Mara hii Simba wanatoa mashambulizi yao kusini kwenda kaskazini, na Yanga wanatoka kaskazini kuelekea kusini. Katikati mpira umemilikiwa sana na wachezaji viungo, wanacheza vizuri sana. Justice Majabi, mmoja kati ya viungo wazuri, na ndugu yake Mzimbabwe mwenzie Taban Kamusoko. Messi kutoka bosi. Unaona Barua nilikuwa nayasema. Kwa nini kaenda kuhamisha mpira nje? Angeweza kutulia akaanza na mtu akaenda. Mtu mwingine nadhani ni kuondoa kuongeza maumivu ya karibu, lakini kumbe inaweza kusababisha tukio kubwa zaidi ya hapo. Ngoma anachanja mbuga ukatoli ile Ngoma katika anachia Duke Motion kabumbu ile. Ramadhani Hassan Saka cheza uzuri huko. Mohamed Hussein, mchezaji wa Simba, nywele zao aliamua kugoza mkula hela nzuri Hassan Saka. Kulikuwa mchezaji mwingine mkongwe wa zamani wa Young Africans, Isihaka Hassan. Huyu ni Hassan Isihaka. Wanahusiana? Hapana, haijaelezwa hivyo. Huyu ni napigwa kwanza, lakini anapangua Haruna Nionzima na Awadhi Juma. Mwamuzi anaambia njoo hapa. Vipi? Unajua ukicheza rafu alafu ya kwanza ya pili mpira unakwenda tu, refa hajapuliza filimbi, wewe unaicheza rafu unasikia raha. Kwa hiyo unaendelea tu kwa sababu refa pengine anaona anampa advantage yule mwingine. Lakini na madhara, kwa sababu unapoendelea vile unaweza ukaona kwamba inampiga kweli kweli, kusababisha hasara kwa mzio. Na hii piga mimi sifurahi sana, na sijaona bado mabadiliko, licha kwamba kipindi cha pili dakika 3 tu zimeanza. Sijaona mabadiliko ya kiuchezaji hasa, na kama ulivyosema pale mwanzo kwamba bao linaweza likapatikana tu hivi kuibuka tu, nasikia tu mpira mwingi wao. Tusubiri kipindi hiki cha pili. Huyu Twitter amekamata mpira kwa mkono wake mmoja, anaweka mikono yake miwili yote aweze kurusha. Ana misuli ya nguvu kweli kweli huyu. Itaganyika. Kipa huyu ni kijana sana. Kwa mara ya kwanza amecheza Simba mechi kubwa kabisa ya Simba na Yanga. Hii ndio mechi yake ya kwanza? Hapana, hii ni nyingine tena. Kwa mara ya kwanza wakati anacheza goalkeeper wao wa kutegemewa Ivo Makunda alikuwa mgonjwa, na goalkeeper alikuwa baki ni yeye. Tunawekwa ndani kule. Haruna Nionzima amechelewa. Musa Mbosi, huyu beki alishindwa kuzuia mpira, anawekwa ndani. Goal kick. Kocha anashika kichwa, anasema mama yangu. Namna gani? Mwenye kazi moto yule, mchezaji ana control nzuri, lakini ameshindwa kuweka mpira kwenye nafasi iliyostahili. Unarushwa Mbuchite, mchezaji maarufu wa mpira. Mpira wa Simba na Yanga, magoli yakiingia hivi unaweza kusikia ile ndio lenyewe limebaki ile limeng'ang'ania. Lakini ngoja tuone itakuwaje.
mechi za hivyo siku nyingi sana hazijatokea katika Simba na Yanga. Siku hizi wanashushiana vipigo. Nyinyi kazi moto. Kama Jabi Justice tena. Naweka kule kwa Hassan Ramadhan. Mwingine ndani kule lakini ovyo. Inakuwa kona. Mpira umekwenda nje kwa bahati mbaya. Maana haikuwa imepigwa vizuri. Kona zilizopigwa hadi hivi sasa Barwan, hakuna kona yoyote ambayo imetumika vizuri. Sio kwamba kupachika bao, lakini hata ile kashikashi ya kweli. Zote zikipigwa zinakwenda kwenye mikono ya walinda milango. Mohamed Hussein ameweka kule goal kick. Shabiki nao huko anaamanika baada kuona nyavu zimetikisika. Hawajui kwamba zimetikisika kwa nje. Wengine wako mbali sana, wako juu kabisa kule, kwa hivyo ile nyavu inaweza kutikisika ukasema ipo hiyo, kumbe ilipita njia, iliruka ukuta. Foul. Awadhi Juma. Taban Kamusoko huyo analalamika chezewa isivyo. Mmoja mbesi, umesikia filimbi limepiga, endelea tucheze. Haruna Telera, Haruna tena, Haruna Mbuyu tuite. Taban amezubaa, amenyang'anywa mpira kwa nguvu sasa kule. Kiza ndio offside. Kiza ndio huyo alikuwa amewekewa na Samgosi kule na akajistukia mwenyewe tu. Anashtuka hivi, ni kama umejistukia umelala nje ya nyumba, umelala kitandani, alafu asubuhi kumepambazuka ghafla unajikuta huko nje ya nyumba. Hiyo muona anawekewa mchafu nyapa. Hii ajua. Dakika zinakwenda 52. Simba bila Yanga moja. Bao la Hamis Tambo. Anasema anaitwa Hamisi. Haitwa Hamisi. Salum Telela. Kule amekuwa mwingi sana. Kesi Hassan. Hala. Just Rajabi. Wachezaji vijana hawa. Na mpira miaka yote wacheza vijana. Haya, kazi sasa ukikiza. Huyo Musa Mgosi. Kampunguzia. Sasa alikuwa anafanya nini? Ngoma Donald chenga kikubali. Chenga ile alikuwa ameikuta. Ni chenga zamani sana hii kupigwa mtu. Unakubali vipi kupigwa chenga hii? Chenga mwaka 84. Tunaziita chenga za kutanguliziwa. Hizi chenga alikuwa anapiga kina Tofi Labega kabisa wakati huo. Haya, hiyo kina Tony Eboa. Na alishakubali hiyo chenga. Ni vile tu kwamba akatumia maarifa yasiyokuwa rasmi, lakini chenga ilikubali. Salum Telela. Yanga sasa wanajiamini, wanapata nguvu ya kucheza kwa kujipanga, kwa sababu hawana cha kupoteza angalau kwa dakika hizi ngapi, kwa sababu wana goli kwanza la kuanzia angalau. Kwamba hata kama mtafunga goli basi sio kwamba mmewafunga, mmerudisha angalau, alafu wanaendelea kujipanga vizuri. Lakini wakati wa mapumziko baadhi ya mashabiki wa Simba walikuwa wanasema kwamba litarudi tu. Wanasema kitu kidogo. Lakini ni vizuri kujipa imani wakati mwingine. Sawa, jipe moyo, utashinda. Ni ile mambo ya sitaki mbichi hizi. Ama unasubiri ya vuta heri, alafu heri inaweza isije kabisa. Hassan Ishaka naomba kumbuka golikipa wake Peter Manyika. Hii mchezo wa kucheza na mpira na golikipa ulimtumbukia nyongo Juma Kaseja. Mechi kama hii Kaseja amehama Simba kahamia Yanga, alafu akapata mpira wa kurudishiwa, akawa hawezi kuudaka katika kwenye box. Sasa anataka uingize kwenye box ule mpira, akausahau kidogo. Huyo kijana Awadhi Juma akaudokoa ule mpira ukaingia wavuni. Shabiki wa Yanga alimwangalia kwa jicho la Alambadi. Juma Kaseja, kama kuna siku
unajisikia kuaibika na kuhuzunika, basi ilikuwa ni siku ile, ilikuwa mbaya sana kwake. Moja kati ya magolikipa hodari kweli, na sasa yuko Mbeya City huko, anawapa uzoefu wake. Foul inapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Simba. Justice Majabi alicheza vibaya, alimchezea vibaya Mwalimu Busumbu, lakini mwenyewe anasema alienda kufuata mpira. Alienda kufuata mpira, ndio sawa, lakini ni foul. Mimi ndio mwamuzi, naona najua kutafsiri sheria za kabumbu. Namuona golikipa bado kijana mdogo, hata zile ndevu za kulazimisha hataki kuzinyoa. Anaweza akazinyoa zile zote mpaka baada ya mwezi. Sio kama wewe chazo kunyoa ndevu leo kesho unanyoa kila siku, unasikia zinachoma choma. Sasa za vijana hizi zinazoanza ukinyoa leo uzipati. Haruna Niyonzima, eneo baya sana hili sana, na kwa mpigaji mzuri kama Haruna unaweza kusikia habari inabadilika, ile scoreboard number unaweza kaandika namba tofauti na ile ambayo tunaiona. 1 2 3 Taban, hatari kule, bado Yanga wameng'ang'ana kule, sasa wamepoteza wale mpira. Haji Minyi ameshindwa kutumia nafasi nzuri. Ngoma Twite, Taban Kamusoko cheza uzuri kule. Haruna Niyonzima, Yanga wanajipanga vizuri. Mwinyi karudisha ule mpira kwa bahati mbaya, lakini cheza kati kule tena. Yanga sasa wanaonana vema, hasa katikati wamejimwaga wengi pale. Yanga wamekwenda kuwadhibiti Simba na viungo wao kule. Haruna huyo sasa ni Nadi Harubali Upapa, mtoto wa Harubu Upapa. Napenda tuwaite majina yao asilia. Mambo sio Kanavaro wa wapi? Kanavaro alikuja hapa kucheza mpira. Sasa angecheza na huyu unaimuita Kanavaro yupi sasa? Ingekuwa mambo mengine tena. Unasema tu kwamba huyu ni Kanavaro wa TZ. TZ. Sisi wakati ule tukitangaza mpira tuliwapa majina ya wachezaji, lakini si majina ya wachezaji wengine wa kigeni. Unawapa majina kutokana na mazingira. Sande akiitwa Kompyuta, Mwinda Ramadhani akiitwa Maajabu, Zamani Mogela Golden Boy, sio jina la mchezaji mwingine. Malota Soma Ball Juggler. Lakini nyinyi hawa tena mkamuita Razak Yusuf, mkamuita Kareka. Basi inapendeza, lakini majina yao yale yenyewe ambayo yanaweza kusaidia kuwakuza, na hata vijana wadogo wa kwetu pia wakipatikana wanacheza mpira, basi wataweza kutumia majina yao vizuri. Ni faul ile. Ahmed Sikiza anaambiwa wachezaji wanamchachamalia kule, lakini anaambiwa basi yamekwisha. Goalkeeper analalamika, utafikia hata kutoka roho. Unaona Ali Mustafa anamwambia refa yako ukuona na kuuliza sasa ile. Hebu ngoja tuone Areve Sengo ile. Alimtisha. Alimtisha. Hicho tokea nini? Hakukuwa na alimtisha tu. Kwa hivyo hiyo hapo, ngoja atarudia tena. Ngoja mtaalamu wetu, hebu turudie tena ile. Itarudiwa tena ile ili tuweze kuona. Uwanja ulikuwa unaonekana kwa mbali. Hayo ni mambo ambayo unayapata Azam. Hiyo ni drone ya Azam ambayo haina rubani, yenyewe tu inatembea na kuonyesha uwanja ulivyo maeneo ya Chang'ombe hapa Temeke, Dar es Salaam. Wacheza mpira ni wajanja sana, na hii rais wa FIFA Joseph Blatter aliwahi kusema, angalia hapa akachanganya mwendo kwenda kumtisha. Sasa yeye ndo hasa aliwekewa mguu, lakini kajifanya ameumia sana, unaona.
Sasa ndio ilivyo. Blata kuna wakati alisema anatamani sheria zibadilishwe, na ikitokea mtu kajidondosha kwa makusudi tu hivi, basi hakuna kuingia uwanjani mpaka dakika 5. Ukae tu nje huko mpaka pale utakapokuwa umepata adhabu yao, umetumikia na adhabu pia, kwa sababu ni makosa kudanganya. Pale panazungumzwa lugha maana pale kuna Mrundi mmoja, Mnyarwanda mmoja na Wazimbabwe wawili. Kitakuwa kinaongea nini? Kiingereza? Hawajui Kiswahili sasa hivi hapo na Mtanzania mmoja. Kiswahili kama wanapenda ni jambo jema. Ile jambo, habari, shikamoo, mimi nilikuwa mkiwa wakati ule nikiwa kule idhaa nyingine ile, nilikwenda kufanya interview na rais wa Malawi mwaka jana tu, nikiwa na BBC Mama Joyce Banda. Akasema kama Tanzania, yes, shikamoo. Mama yule ananiamkia yeye anadhani kwamba ile ni salamu tu ya kawaida. Alisahau. Nikamwambia lakini ulikuwa unazungumza Kiswahili zamani ukiwa chuo kikuu kwa Dar es Salaam. Sema ukiwa Kenya, alikuwa Kenya. Chuo kikuu hapa ni yule mwenzie Peter Mtarika. Lakini akasema zamani, sikumbuki hata maneno mengine. Kwa hivyo hiyo shikamoo uliitekea? Asikuweza kuitikia, ngumu sana. Kona inakwenda kuchongwa. Kiamkiwa na mtu ambaye amekuzidi umri, ngumu kuitikia. Ni mpira wa kurushwa ambao ni sawa na kona tu, kwa kurushwa kwa Mbuyu Tute. Mbuyu Tute ni pacha huyu, anarusha ndani kule, lakini anarudi tena, unarushwa tena. Tuiteje ichazi nusu kona au hii unaweza kuita kwa sababu unafika langoni ni kama kona, ni kama kona na anavuta kasi kweli kweli, unafika langoni na ni heka hasa. Mbuyu Tute kwa mikono yake miwili kwenye lango la timu ya Simba kule, hatari nini ile faula, na ndio ulicheza madhambi pale. Ni Malimi Busungu, ndio Malimi huyo, mchezaji ambaye Yanga amemchukua kutoka Mgambo Shooting, timu ya jeshi la kujenga taifa ya Mgambo Kabuku kule. Anatoka nje Musa Mgosi na nafasi yake inachukuliwa na Ibrahim Ajib. Nahodha wa Simba ametoka, ameingia Ibrahim Ajib. Yeye kupiga hat-trick kule Zanzibar wiki jana kwenye mashindano yale ya Kombe la Mapinduzi. Utarushwa kuelekezwa lango la timu ya Yanga. Yupo alipiga hat-trick Ajibu au Ajibu kwenye mechi zile za Kombe la Mapinduzi. Unajua ni mashindano fulani ambayo yanachagiza mazoezi ama kujiweka sawa kwa timu zinazoshiriki ligi kuu ya Zanzibar na hata ligi kuu ya Tanzania bara, lakini timu zingine zinakuwa dhaifu sana. Kwa hivyo sisemi dhaifu kwa sababu zilifungwa hizo hat-trick na nini, lakini wakati mwingine wanaongeza timu nzuri. Hatari kule, naondoshwa na Upapa Nadir Harub. Upapa Hassan Kesi ule mpira upigwa kama mshale kama unaweza kumtoboa moja na kuingia. Simba wanashambulia hivi sasa, wanajaribu kujipanga, japo bado nachokiona kwamba Yanga wanamtumia vizuri huyu Taban Kamusoko kupanga kuzuia mashambulizi. Ile ni foul, ile ni red card moja. Na sasa ni yellow card. Maamuzi anamwambia weka mpira alafu njoo hapa. Mbuyu Tute ndugu yake anaitwa Kabanga Twite, naye anacheza mpira mzuri sana, mchezaji wa kiungo mzuri sana. Walikuwa wanacheza Apere ya kule Rwanda, APR. Usajili wao ulileta shida sana, lakini hatimaye huyu mmoja akasajiliwa. Goal kick, unapigwa mpira kuelekezwa lango la timu ya Simba.
viatu vyangu vya mpira Barwan pea 2 vipya kabisa. Sijavitumia bado. Ndio uanze mazoezi sasa. Akili nataka, mwili hautaki. Ukicheza na watu wa namna yako utacheza tu. Mnakutana wote, akili inataka na mwili hautaki. Kwa hiyo mpira utapigwa tu. Foul ile, mwamuzi aliwaambia hebu weka mpira hapa. Dakika 4 zilizopita Simba walijaribu kwenda na wakawajaribu kuwavuta Yanga, wakasogea katika eneo lao, na huku Yanga wakabakiza watu wawili tu, lakini wameshindwa kutumia nafasi. Kizingiti ninachokiona dhahiri kwa Simba ni huyu mchezaji Taban Kamusoko, mchezaji mwenye nywele ndefu hizi rasta wa Yanga, ambaye ni kiungo mkabaji, amejiweka vizuri pamoja na Salum Telela. Halafu ukiangalia hata Haruna Nionzima amerudi kwa kiasi katikati. Kwa hiyo wamejaza watu ambao wanaweza kuzuia mpira na kukaa nao angalau na kupanga mashambulizi. Kwa hivyo Simba wanacheza vizuri katikati, lakini kule mwisho kabisa ni kama wamebanwa, kwa sababu mipira haiendi, viungo vyao vinashindwa kupenyeza mpira na kwenda mbele. Na anayecheza zaidi hapa katikati kuwadhibiti viungo wa Simba ni huyu Taban Kamusoko, Zimbabwe huyu, walimtoa huko Platinums ya Zimbabwe. Haji ngoma amewekwa chini, anaondoka na mpira Hassan Ramadhan Kesi. Mwinyi kazi moto mimi na mpira mkubwa kwake Kiza Hamis. Mwamuzi anamwambia nini? Ni foul. Anamwambia mpira ule ulitoka nje, wewe rusheni tumcheze. Haya, Mohamed Hussein alipoteza ule mpira. Busungu foul. Dakika 67 zinazidi kuyoyoma tu, kadi za manjano zinazidi nazo zinafumuka tu, mwamuzi zinamtoka. Mechi kama hizi si vizuri kutoka kadi nyekundu, itavuruga mpira kabisa, itapunguza nguvu ya wengine, alafu itakuwa sababu kwamba tulikuwa pungufu. Sasa acha mtu afungwe hapo mwenyewe. Mohamed Hussein, Justus Hussein tena, Hussein Hamis Kiza anachelewa, unaondoshwa kwenye hatari katikati kwa Justus Madiabi. Cheza uzuri kule sasa, Juko Morshid Kesi kwenda nje. Kesi na Juko, Kesi kajanya janja hivi ukaona mdogo lakini mtundu sana. Atacheza mpira vizuri sana siku zinazozidi kusogea, na kama hatakuwa mgomvi nawekwa ndani kule. Goalkeeper kasimama imara huku, amesikiza hizo yoko chini tayari zamani, amethibitiwa korokoroni. Hilo na raha yake sana, angalau kidogo naanza kuona dalili za ule mchezo wa umaridadi, angalau sura kwa mbali ya mechi nzito. Ile piga ni kupiga kiasi, ikipungua mambo yatakuwa mazuri sana. Foul. Amejidai kweli, kamweka chini hapo, akaweka ngoma kifuani, anataka kuipiga kwa madaha yote. Mwamuzi anamwambia nimeona. Anambia wewe kaa kimya. Anambia refa vipi? Wachezaji hawa karuka kichwa akiwa pale chini, mwingine anampiga kwa mguu kule chini. Sasa imeshakuwa shari basi. Wana ile namna ya kuchokozana hivi. Kwani hawa wanacheza hawajui kama TV zinaonyesha Charles? Wanajua. Kujisahau. No, wanajua. Kuelemewa na jasho limetoka, kwa hivyo mtu anashindwa kudhibiti adhabu zake. Ni jazba tu zile ambazo zinalipuka, mtu anajikuta anafanya vitu vingine. Hii hapa, acha tujikumbushe kwa kuona nini kilitokea. Kaiweka kifuani vizuri, mwamuzi ashapiga filimbi.
alipewa mwili pale. Chakula ile. Mashabiki wenyewe hao wako Tambwe, Kamusoko. Hapo anasikia raha kabisa yule bwana. Haya, mwamuzi anapambana na ghadhabu za wachezaji. Huyu naye anaamua kulala zake chini tena upya. Kidogo ile burudani sasa inaingia kasoro. Naam, kabisa. Inaingia kasoro tukiwa na mwamuzi huyu atajisikia kama anamkosi hivi. Nilikuwa nasema pale mwanzoni Yanga walimtandika huyu mwaka 2013 nafikiri ilikuwa, sikumbuki vizuri, lakini 2013-12 walimtandika ngumi tu za kumchanganya hivi, akawa anakimbia anamtoa mbio uwanjani huko. Wakati Yanga alishakula 3 kwenye mechi na Azam. Sio vizuri kupiga watu. Alafu tena maamuzi bwana, mtu mzima anamdhalilisha. Sasa hapa Simba nao wanajaribu kumtishia. Alafu atulie. Mechi kama hii umefungwa huko nyuma kwa goli moja, kama hukutuliza ghadhabu zako mambo yanaweza unaweza kushtukia unafungwa magoli mengine mengi zaidi. Simba wanatakiwa watulie, wapange mikakati, watafute bao la kusawazisha na ikiwezekana wapate bao la ushindi. Na wametulia sana huko majukwaani. Kumepoa. Wenyewe wana msemo wao wote, timu zote mbili hizi. Timu moja ikimfunga mwenzie, wale mashabiki walioshinda wanasema fadhali sasa tumetulia. Leo mji utakuwa umetulia. Wakimaanisha kwamba wale wenzao ndio wenye kuchafua hali ya hewa kwenye mji. Kwa hiyo nani zaidi akifungwa ndio mji unatulia? Wote tu, hakuna mwenye kumcheka mwenzie. Kwa hivyo leo Yanga watasema leo mji utatulia. Juko Maushid offside. Amesikiza offside. Mimi lazima utawaambia wewe vipi? Unajifanya unaona sana sio? Sasa wanaanza kumrushia chupa. Line 2, kitu ambacho ni mbaya. Ferdinand Chacha wanaanza kukosa nidhamu mashabiki. Azim Dewji, huyu ni Azim Dewji, kavaa fulana ya kijani na ina michirizi ya manjano au ni CCM pengine. Pembeni yuko Crescentus Magori, mmoja kati ya wadau wakubwa sana wa Simba lakini na TFF kwa ujumla, na pale yupo makamu mwenyekiti wa klabu ya Simba Kaburu. Hii fulana angevaa mshabiki wa kawaida wa Simba huko jukwani kwao angekaa huyu. Iwe ya CCM iwe namna yoyote ingekuwa mbaya sana, lakini ni kiongozi amekwenda eneo ambalo lina star. Ndio maana kuna kitu kinaitwa VIP, very important person. Huko ni kwa watu maalum kabisa. Kabisa. Kila mbele tanirushe mimi sasa na Dadi bado bao limengangania, na mechi kama hizi kamoja tu kila unakuwa kitokea hivi unaweza kushtukia tunamaliza hivi, lakini bado dakika ziko nyingi. Wao walipata goli dakika ya 44. Kwa hivyo pengine Simba wanaweza kujifariji kwamba nao watapata dakika ya 89. Inawezekana, japokuwa mtu mmoja anaitwa Manuel Pokuane Tiko kwenye uwanja huu alifunga goli na timu yake ya Msumbiji dhidi ya Taifa Stars sekunde tu kadhaa. Hatari kwenye lango la Simba kule, kajichanganya mwenyewe. Ilikuwa nafasi nzuri kwa Yanga kupata bao la pili. Naam, Tiko alifunga goli uwanja huu sekunde, dakika ya kwanza, kwenye sekunde tu hivi kadhaa, halikurudi mpaka na mpira ulikwisha. Mpira unaanza kuelekea kwenye shari hivi. Alikatwa mtama na nani? Refari hakuweza kuiona mapema. Ngoja tuione. Donald Ngoma akaweka sawa, akachotwa mzima, na vile alivyo mrefu unaanguka kama mzigo. Lakini kama ukimwangalia vizuri alikuwa ameanza kujihama. Alianza kujiangusha mapema. Na alianza kulala, unamwona? Huyo alishaanza kulala akijua mguu utakuja tu. Na kweli mguu kaenda. Mwamuzi inabidi aongeze nguvu za umahiri wake, vinginevyo hapa kadi ya njano kwa kesi, na inakuwa chatu nyingine hii ya mushkel
Sasa ukiwa mlinzi una kadi ya njano ukae sawa. Hassan Ramadhani ndo amepewa kadi, sio Ishaka. Umetoka nje. Ibrahim Ajib, control yake imekuwa mbovu. Simba wana kadi za manjano nyingi zaidi kuliko Yanga. Wamecheza foul sana. Ndio wameshakuwa na shida sasa. Dakika zinakwenda, bado dakika 14 mpira huu umalizike. Yanga bado wanaongoza bao moja. Simba hakuna mikakati ya kusawazisha bado. Na bado ukiangalia mpira unavyochezwa bado hakuonekani timu zote tu. Yanga wamejaribu kuwa watulivu zaidi. Simba hii jazba wasipoangalia itawagharimu. Wanapaswa kutulia zaidi. Haya. Salum Chelela. Na unajua Salum Chelela tayari ana kadi ya manjano. Alipewa mwanzoni katikati ya kipindi cha kwanza. Inabidi awe makini. Maamuzi hakuona hizo. Shughuli hapa ipo. Ile Kongo wanasema wametoshana nguvu. Kabumbu ni pepo. Amechelewa Ibrahim Ajib. Na bila shaka sasa itakuwa ni mpango wa fair play hiyo. Salum Chelela yule alikutana na mziki wa Hassan Ishaka. Yanga Afrika bado wanaongoza kwa bao moja. Kipindi ni cha pili, bao limefungwa dakika 44. Kipindi cha kwanza na Hamisi Tambwe, mchezaji wa zamani huyu wa Vitalo huko Burundi. Bao zuri sana leo. Zuri. Alijitengeneza na ilikuwa ni shambulizi hasa halisi, japo ni hilo nafasi yao kwa Yanga tuseme ile ndio ilikuwa moja ya maana na wakaitumia vema. Simba inabidi wajitengeneze vizuri hasa katika eneo la kiungo. Katika hali kawaida nikiona ni wako vizuri tu. Tatizo ni kwamba wamedhibitiwa. Ni ile kuzidiwa ujanja. Huyu Taban Kamusoko na amekuja kuongeza nguvu na Salum Chelela kwa pamoja na Haruna Niyonzima. Mwanzoni Haruna alikaa pembeni zaidi, lakini sasa utamuona anacheza na hata katikati na anaingia na kuongeza nguvu ya mashambulizi. Kona. Aipata kona. Ameivizia na ameipata. Goalkeeper anamwambia kaeni vizuri, zuia hapa, zuia pale. Hakikisha mpira wa kwanza unacheza wewe. Haruna Niyonzima anaweka ndani kule. Hassan Ishaka anacheza mwenyewe. Tuite. Kiza anarudi nyuma kutoka pale alipokuwa kwenda kuongeza nguvu ya kuokoa. Muda unapozidi kwenda Simba wanabanwa zaidi. Ukiangalia Yanga wanazidi kusogea kwenye zone ama ile eneo lao zaidi. Mbuyu Twite naweka ndani kule, hatari kule, gol! Mabeki wa Simba walikuwa wanafanya nini pale? Walikuwa wanashangaa. Baharini hapa Dar es Salaam ni kando kabisa ya bahari, wanashangaa meli. Malimi Busungu anaandika bao la pili kwa Dar es Salaam Young Africans. Simba bila Yanga 2. Simba bila Yanga 2.
kijani na njano kinatamala kiwanjani hapa. Goalkeeper hajui la kufanya, wachezaji wengine wameinamiana. Ni mpira wa kurusha ule, tumesema mara kadhaa hapa. Angalia ilipotokea, ni bao jepesi sana kufungwa Simba, kwa sababu kichwa chenyewe kilichopigwa kilikuwa na nguvu, halafu Busungu alikuwa amekabwa. Ana mtu huyo Hassan Kesi. Hassan Kesi alikwenda kucheza ule mpira kwa kichwa, akajikuta amekosea. Alitaka kuwahi yeye, lakini sijui alifumba macho ama ilikuwaje. Ni makosa ya beki. La kabisa. Na kwa dakika hizi 9 hivi sasa naweza kusema zilizosalia, upate magoli mawili, Simba kurudisha mawili, watafuta la ushindi. Katika mpira chochote kinawezekana, lakini Simba wana mlima mrefu wa kupanda. 2-2, hali ni ngumu. Simba bila, Yanga 2, dakika 81. Malimi Busungu ameonyeshwa kadi ya njano, anaambiwa siku nyingine ukifunga goli shangilia tu, usivue jezi. Amesikiza. Wameanza tayari Simba. Justus Majabi, Ajib Juko, Kiza nini ile goal kick. Galwan, tulikuwa tunasema kwamba hizi timu ligi ya msimu huu kila mechi zinafunga bao zinaongeza goli moja. Mechi ya kwanza Yanga walipata magoli mawili. Mechi ya pili matatu. Mechi ya tatu manne. Tuseme leo wanaweza kupata matatu. Mechi ya 4 wana magoli mawili mpaka sasa, wanatafuta magoli matatu. Na kuna mashabiki wa Simba wanaanza kuondoka. Hao washakata tamaa kwa sababu wanaondoka, wanakerwa, japo wengine wanaishi mbali. Hata wangekuwa wameshinda pengine wangeona bora nitembee hata nikichelewa kufika nyumbani. Lakini Malimi Busungu pia anatoka nje, amefunga goli na anatolewa nje. Malimi Busungu na aliingia kama sub. Hapana, alikosea. Si Malimi Busungu, ametoka Salum Telela. Yes, nambari 2 Salum Telela. Na unajua kwa nini wamemtoa? Kwa sababu tayari ana kadi ya njano. Na mpira umeshakuwa wa nguvu nyingi, naweza kupanda jazba huko ikawa tabu. Kumwepusha na kadi nyingine ikawa nyekundu. Ameingia Said Juma Makapu. Barwani na kazi hapa. Kuna rafiki yangu mmoja yuko London, anasema kila bao likiingia nimtumie ujumbe. Sasa unafanya kazi ya kutuma ujumbe mara 2. Sijui yuko timu gani, lakini nilipomtumia ujumbe wa kwanza bao 1-0 akajibu oho. Sasa hivi hajajibu kitu. Hakuwa wa kusema asante nimepata, au hata kusema limefungwa na nani, wala angalau kufanya follow up ya swali lake. Kaandika tu oho, na sasa hata kujibu tena. Sasa hivi hajanijibu, kwa hiyo najua yuko upande gani. Kwa hivyo likiingia la tatu wala usimtumie ujumbe wowote. Itabidi ni muarifu tu, si matokeo ya mpira yalivyo. 2-2, Simba wana kibarua kigumu. Ni mchezo wa kwanza wa kuzikutanisha timu hizi za watani wa jadi. Kipute cha Kariakoo, kiatu hiki cha Kabumbo. Chazi cha kwako ulisema kipya, sio kama hivi. Pea 2 vipya kabisa. Papendo. Huyu ni anaingia mchezaji wa Simba Msenegali huyu. Huyu ni beki, mchezaji wa katikati ungo, na pengine anakwenda kuongeza nguvu. Anakwenda kucheza kule pembeni. Hassan Ramadhan, Pape Abdullahi, labda kwa sababu Hassan Ramadhan naye ana kadi. Kuhakikisha kwamba isije katokea balaa kaonyeshwa kadi nyingine ikawa ni nyekundu, mambo yatazidi kuwa magumu kwa upande wa Simba. 2-2, Yanga wanaongoza. Bao jepesi kabisa. Unakaa na mtu alafu anakufunga kichwa chepesi. Kichwa chenyewe. Na ni huyu ambaye alizembea mpira ukapigwa. Pengine kocha wake ameona kwamba kwa kero tu aliyomkera, pengine umecheza vizuri lakini unaachia mtu anafunga goli kizembe. Ameamua kumwambia sasa wewe bora ukae pembeni. Goalkeeper Manyika anawalaumu mabeki wake, mnafanya nini? Na katika hali ile ingehitaji nguvu nzuri sana ya ziada ya ubora hasa wa kazi ili kuweza kuokoa lile goli.
Na mechi za Simba na Yanga, Charles, mara nyingine ni timing. Ni timing. Ukifungwa umefanyiwa timing ya mambo mengi tu. Utakumbuka vizuri kwa mtazamaji wetu ambaye tumekuwa naye kwa juma zima ili toka siku ya Jumatatu tukionyesha harakati mbalimbali za mechi zinazokutanisha Simba na Yanga toka miaka hiyo ya zamani mpaka hivi karibuni, na mchezo wa leo wanavyoangalia watu. Tumezungumza na wachezaji wa zamani na wengine. Benchi la Simba huko wachezaji wamejishika tama, wengine hawaelewi leo nini kimetokea, kulikoni. Ni lazima kukata tamaa kwa hali hii dakika. Na Yanga haijamfunga Simba siku nyingi, kwa hivyo leo itakuwa sherehe kubwa sana kwa mashabiki wa Yanga. Kabisa. Unaruhusu mpira kuelekezwa katika lango la timu ya Simba. Anakwenda kurusha Haji Mwinyi. Ngoma na mimina kule, mtafuta Haruna. Na hata ukiangalia Alimi Busungu. Ukiangalia hata Simba wenyewe wanavyocheza hivi sasa, kama wanataka muda tu usogee basi wamalize. Mambo yaishia hapa. Juhudi zile zimekwisha. Hassan Saka, Mohamed Hussein cheza uzuri, Hamisi Kiza, Majabi. Mkutana mwenyewe mzee wa kazi. Harubu Papa. Nadir Harubu Papa. Yanga anafanya tena mabadiliko. Anaingia Deus Kaseke, mchezaji wa zamani wa Mbeya City. Anatoka Hamis Tambo. Kisha maliza kazi yake. Tambo alifunga Yanga, amefunga Simba, akicheza timu zote mbili. Kwa hivyo amekuwa hodari. Dakika 3 zimesalia mpira kabla kumalizika. Yanga bado wako mbele mabao mawili. Simba bado hajapata kitu. Ni mlima mrefu. Juhudi hazionekani za Simba kusawazisha mabao haya. Hamisi Tambwe anakwenda nje. Naye huyu Deus Kaseke, mmoja kati ya wachezaji wazuri sana wa Mbeya City, walikuwa wakiwategemea, na hata alivyoondoka walihisi maumivu kabisa, kwamba unapata maumivu kwamba fulani ameondoka. Hatari kwenye lango la Yanga kule. Hamisi Kiza poteza ule mpira, wanaondosha kwenye hatari Yanga. Counter attack hiyo. Haruna ni nzima, anafanya vitu vyake sasa. Haya, kapoteza ule mpira Hamisi. Hatari kule, anakosa goli pale peke yake kabisa. Charles, la haula. Goli linapiga miayo, unashindwa kufunga. Mimi nishaweka konga sema hili ni goli. Simba unakosa bao zuri kabisa. Dakika ya 88 amepoteza nafasi nzuri kabisa. Kipa hayupo. Awadhi Juma anapoteza nafasi murwa, kwa sababu hili bao Awadhi Juma, naam, hili bao kama Simba wangepata lingeweza kubadilisha mchezo kabisa, pamoja na kwamba dakika ni chache. Zisingekuwa tena ni chache, kwa sababu nguvu ya kufanya lolote ingewezekana. Kiza cheza vizuri kule. Ali Mustafa anaweza akajidondosha akasema nimeumia tena. Magolikipa na wajua, ikisalia dakika chache hizi. Haya, nilisema angalia hili kabisa. Allahu Akbar. Yuko chini golikipa Chazi, nilikwambia anaweza kujidondosha. Anajua zimesalia dakika za salama hizi, kwa hivyo haya ndio mambo ya Simba na Yanga siku hizi, wanachapana fimbo za kutosha tu. Ukipigwa mbili kama hivi, Simba naye akija kimfumania mwenzia na mtandika 2-3, ile mambo ya kufungana goli moja siku nyingi kidogo. Dakika 7 zimeongezwa. Dakika zimeongezwa ni 7.
Ndio maana nasema pale kama Simba ingeweza kuongeza sana, ingeongeza sana morali ya wachezaji wao kabisa kunyanyuka tena, na ingewashtua Yanga hasa goalkeeper mpaka anyanyuke apate nafuu, atakuwa naye anakula dakika zake nyingine. Lakini kwa watu wale pale mwamuzi anasimamisha muda kwanza ili hizi 7 zisianze kuliwa. Watu huko wanafurahi sana na jukwaani huko. Hiyo alipenyeziwa nzuri sana ile. Angekutana naye kwenye pace moja tu hivi angalau angeweza kufanya maajabu yake. Dakika 7 nyingi, lakini nyingi sana. Chochote kinaweza kutokea katika kandanda. Watu walishavua mashati yao, wanashangilia ile katika harakati za kampeni za uchaguzi mkuu. Wale wengine walikuwa wanafanya kwa kunyoosha mikono, au wengine wanafanya kwa kupunga mikono yao kabisa. Kadi ya manjano kwa Ali Mustafa kwa kupoteza muda. Hiyo ni dhahiri kabisa. Nilitarajia kadi kama hii kuonyeshwa kwa goalkeeper Ali Mustafa. Na kwa muamuzi makini. Waamuzi wote hawa ni FIFA referees. Waamuzi wa shirikisho la kabumbu duniani. Yanga kadi za manjano 5, Simba 4. Haya, dakika 7 hizi nyingi. Kwenye box kule hatari kwenye lango la Simba, ambiwa ile ni foul, ulifanya maarifa yasiyokuwa rasmi. Lakini zile zinasaidia. Refari akisinzia kidogo, na refari anaweza akawa ni binadamu, anaweza akawa hakuona. Zimebaki 5 sasa, zile 7 5 zinayoyoma taratibu. Baruani, kwa nini mashabiki wa hizi timu naona kuna style fulani hivi ya kushangilia, kuonesha shingo kama mtu unachinja? Ndio nini? Ile chinja wote wanafanya, wote Simba wanafanya, na hao kwamba tumewachinja. Wote wanafanya. Hii haina wa Simba wala Yanga. Inawekwa kwenye lango la timu ya Yanga kule. Cheza uzuri, wanaondosha kwenye hatari. Hassan Ishaka Afrika cheza kule pembeni. Papendo. Wanachofanya hivi sasa Yanga, mpira ni kuuondoa tu katika eneo lao. Wanahamisha ngoma juani. Wamekwisha kuwa na uhakika wa ushindi, kwa hiyo hawataki zamani tunasema hawataki Simba wachafue gazeti. Wasichafue gazeti kama na wao walipata la kufutia machozi. Inawekwa ndani kule. Tari mpira bado mngangania juu pale. Haujatua chini. Ndemla anamtafuta Mohamed Hussein. Mohamed Hussein anaweka ndani, gongo kichwa kule, mpira unaparazika, unakwenda kule, goalkeeper anaamua kubaki nao mwenyewe kwenye himaya yake. Ali Mustafa. Dakika 4 zimesalia. Sasa hivi zimesalia 3 sasa. Yanga 2, Simba bado hawana kitu. Ngoma na Ishaka kama soka offside. Ile ya kawaida sana. Kampa pale maksudi akijua atakuwa offside. Atapoteza muda kidogo. Inasaidia. Sekunde zimekwenda. Watakuja kupiga, watafanyaje? Kabumbu ni maarifa, kabumbu ni pepo. Justus Majabi, Mohamed Hussein. Merusha tu, hebu kaanze vizuri kweli. Atwendi hivi, anza tena. Hizi pupa zinapoteza muda. Na wakati mwingine unakuwa umepoteza mwenyewe, inakuwa mbaya. Sasa huyu anapiga mpira tu mbele. Haya. Na mbele kuna mtu. Unaona kama ni mkuki ule, unaweza ukachoma. Ibrahim Ajib
Anataka kumalizana na mwamuzi kweli. Vijana wanapanda jazba kweli kweli. Okay. Dakika ndio zimeyoma. Hizi nyingine ni zile ambazo tunasema zinatia uvivu kuzitaja. Zimesalia ngapi? Acha tu usubiri kusikia. Jukwaa la Simba, mashabiki wamekuwa kimya. Wanatoka wengi. Wanaamua kuondoka zao na kuachia mambo yabaki hivyo yalivyo. Hamis Kiza anaweka kule ndani. Anaachwa pale kama sio yeye. Sasa imeondoka. Unaona madhara ya kuosha tu mpira kwa jazba. Ajib Ibrahim namba foul. Baada dakika moja. Kwa dakika hii au sekunde hizi zilizosalia tunadiriki kabisa kusema kwamba Yanga wameshinda game hii kabisa. Na Simba kipindi cha kwanza waliudhibiti mpira vizuri kabisa, wakashindwa kutumia nafasi, na matokeo yake ndio haya tunayoyaona hivi sasa. Ndio hayo walizembea. Haya, hiyo ndio purukushani ya mpira. Huyu wa kijani na njano alifuata nini huko, wekundu na weupe ndio imekuwa tafani sasa. Askari wanamuondosha. Wamemchania na nguo zake. Watu wengine wanatafuta shari. Kabisa. Unaondoka hapa na si ukae eneo lako hilo la Yanga, shangilia, unakuja huko. Anakwenda kuonyesha kwamba niliwaambia nyinyi hamna kitu. Deus Kaseke. Ndio wote mpira utamalizika. Hapa kwa hali hii tayari dakika 7 zimekwenda, wanaondoshwa kwenye hatari. Tutasikiliza tathmini ya wachambuzi wetu wanasemaje, akina Edo Kumwembe, Ali Mayai na Jeff Lea. Bado ngoma anarudisha nyuma. Haruna Nionzima, Haruna tena, Haruna. Yanga wanatakata, wanashambulia lango lao. Wanashambulia lango lao bila madhara lakini. Anakwenda kule sasa. Ukitoka nje unajua refa atamaliza mpira tu. Aache ukirushwa tu mpira umemalizika. Mambo yaishie hapo. Sasa dakika 7 imeongezeka 1:8. Refa anatazama saa yake. Ile ukiona manake kwamba sasa anamaliza mpira. Tosha. Unawekwa ndani, anaokoa. Cheza kichwa kule tena, pia unagonga vichwa tufani. Hassan Sihaka. Mwamuzi anasikia uvivu kupuliza filimbi bila shaka. Kanogewa labda. Anaweza akasahau mpira bado unaendelea. Sasa mtu anavuna kadi ya njano na muda ulikuwa umeelekea mwishoni. Haya, Mbuyu Twiti anapewa kadi ya njano. Hatua kama hii, michezo kama hii ya kukamiana sana. Dakika ya 98. Farika sawa, kwa sababu Mbuyu Twiti kadi nyekundu, alikuwa na kadi ya njano. Na ulikuwa unasema hapa alikuwa amesahau. Atakuwa amesahau. Tayari Mbuyu Twiti kadi nyekundu dakika ya lala salama. Walipata goli dakika za lala salama za kipindi cha kwanza. Walipata na red card dakika za lala salama za mchezo wenyewe. Mbuyu Twiti, Mungu sio wa upande mmoja. Ni kweli kabisa, ni wa pande zote. Lakini hii kabumbu Charles, mwamuzi amenogewa kama unavyosema. Zimeongezeka 9. Amesikiza alikuwa kwenda kumimina kule. Za dakika 7 zinakuwa 10. Zimekuwa 9, sasa zitakuwa 10. Huwa kuna utaratibu huu kwa uzoefu wako. Labda refari anaangalia. Yes, ndio alimwambia mwamuzi wake wa akiba kwamba sasa weka hizo. Sasa kulikoni zinapitiliza. Kona inachongwa kuelekezwa katika lango la timu ya Yanga. Ngoja tusikie. Tutawasikia kina Edo najua unasikiliza mpira huu, na Ali Mayai, hebu utatuambia kwa nini inakuwa hivi. Filimbi hatimaye imelia ikiwa sekunde chache sana kabla ya kutimia dakika ya 10 ya ziada. Mpira umemalizika. Yanga wanaondoka na ushindi wa magoli mawili, ilhali Simba wanaondoka vichwa chini bila goli hata moja. Move hizo
hii ndio ile move ya goli. Angalia Kevin Ondana alimimina ndani kule, ikarudi Hamisi Tambwe. Naona hesabu alizotumia, alisogeza kidogo tu, lakini ukiangalia zaidi makosa mabao yote mabeki. Kulikuwa na mabeki watatu pale wa Simba. Naam. Wote wakiwa wanamsubiri Hamisi Tambwe apige. Alafu ndio wazuie baada ya kwenda kumdhibiti kabisa. Ile tight marking haikuwepo. Yanga wanawaambia kwamba ile saa imetimia. Sababu Simba walisema saa haijatimia. Sasa wanawaambia njooni hapa, saa imetimia. Na wala rushua chupa za maji kaonyesheni huko mbele ya safari, tokeni hapa. Haya, ndio kabumbu Charles. Hizi ni wakati mwingine hizi mimi siwezi kuita fujo, naita ndio sharasha na mbwembwe za mchezo mkubwa. Siku zote lazima uwe na viburudisho vyake. Ndio kama na hii waandishi wa habari nao wanazunguka na pongezana. Huyo ni Jerry Muro, msemaji wa klabu ya Yanga. Wanarushiwa chupa za maji, wanaambia kunyweni basi kidogo, mshangilie vema. Na kwa hakika ndio mambo haya, wanapongezana. Kocha anadandiwa, kocha ni mzee yule, angalau msimdondoshe, lakini anakuwa yuko fiti kwa sababu anapofanya mazoezi ya na yeye anakuwa anafanya nao, japokuwa sio kwa speed ile lakini kutokana na umri wake unapokwenda kabisa. Mechi ilikuwa nzuri, lakini Simba walikuwa wakimiliki mpira, walizidiwa maarifa. Mabeki wao hawakucheza vizuri, mabao yote walizoangusha. Bao la pili pia rahisi kabisa, wamefungwa kwa kichwa wakati beki kasimama na mtu pale. Na wakati huu sasa Charles, wakati uwanja ukionekana vizuri kabisa, mandhari yote ya uwanja huu ulio mkubwa kuliko mwingine wowote katika eneo zima la nchi za Afrika Mashariki na Kati ndio huo. Hebu tusikilize mahojiano kati ya manahodha na waandishi wetu kule chini. Dakika 90 zimemalizika, napata nafasi ya kuzungumza na wachezaji. Ninaye Captain Musa Hassan Mgosi pamoja naye Kazi Moto. Mgosi, mmefungwa goli 2-0. Unazungumziaje mchezo? Hali ya mchezo siku zote kwamba unajipanga upata pointi 3, unapokosa unapofungwa kama hivi unajisikia vibaya, lakini hali ya mchezo kama tumepangwa, tumepata nafasi, tumeshindwa kutumia, tumepata nafasi tumeweza kutumia. Hali ya mchezo. Unazungumziaje wewe mwenyewe ukiwa uwanjani, umecheza katika kipindi cha kwanza na cha pili? Nyinyi wenyewe ndani kiufundi mlikuwa mko sawa sawa? Kifundi tuko vizuri, tunajiandaa vizuri. Sema kikubwa kama unavyoona mpira unavyochezeshwa hapa, refa ni upande mmoja. Faulu ile kwa upande wa Simba kadri, faulu ile upande wa Yanga ni fair play. Kwa hiyo tunavyo pia inakuwa tunakata morali, lakini kikubwa kama tumejipanga vizuri kupoteza mechi ya leo sio kama tumepoteza ligi. Mimi naamini kabisa wewe tuko vizuri na tumepanga mechi inayokuja. Asante Kazi Moto. Umecheza dakika zote 90. Nini tatizo kupelekea kupiga goli 2 kwa upande wako? Mimi nadhani tatizo sio kubwa sana. Kifupi tumecheza vizuri, tumewazidi kifupi kwa kuprocess mpira. Wenyewe wamepata nafasi wamezitumia, sisi tumepata nafasi tumeshindwa kuzitumia. Nadhani ama makosa tutaangalia katika mechi ijayo, tutafanya vizuri zaidi. Unafikiri mwamuzi amechangia katika hili la nyinyi kupoteza mchezo huu? Mimi kwa sababu ni mchezaji siwezi kuzungumzia mwamuzi. Mimi nazungumzia pale uwanjani jinsi tunavyocheza. Tumefanya mistake, mechi ijayo tutarekebisha, tutafanya vizuri. Mechi ya leo tumecheza vizuri lakini hatujapata ushindi. Kuhusu mwamuzi mimi siwezi kukujaji kuhusu mwamuzi. Asante Kazi Moto. Hali ya mchezo huyo, tulikuwa tunazungumza na wachezaji wa timu ya Simba wakitoa mawazo yao juu ya mchezo ndani ya dakika 90. Ninaye Nadir Arub, captain wa timu ya Dar es Salaam Young African. Hongera kwa ushindi. Asante. Leo mmefuta uteja wa muda mrefu. Kwanza namshukuru Mungu tumeweza kushinda goli 2-0. Alafu pia napongeza Simba, wamecheza vizuri first half. Ila sisi kwa sababu kwamba mbiu yetu lazima mechi 4 za nyumbani lazima tushinde, na kitu kilichotusaidia kwamba tuko pamoja na tumecheza kwa nguvu na kila mmoja alikuwa na hamu ya kucheza katika mchezo huu. Wanasema kwamba nyinyi mmecheza vizuri sana na mmejipanga vizuri, lakini mwamuzi hakuwa fair. Kwa upande wenu mnazungumziaje? Amechezesha vizuri sana na kila mmoja amepata advantage ambazo alizozitoa. Kwa upande wetu siwezi kumlaumu mwamuzi kwa sababu the last decision ni mwamuzi, ila tu kwa upande wetu tumecheza vizuri na tumeweza kupata pointi 3 ambazo muhimu na tumeendelea kuongoza ligi. Napongeza pia Simba na bado tunaendelea na mchezo ambao mgumu mbele yetu siku ya Jumatano na Morogoro, ila tu wapenzi wote wa Young Africa na kubali na natakia ushindi mwema kwa furaha ya siku ya leo ya Jumamosi. Asante sana Nadir Al-Kanavalo. Ni naye Batez.
Habari ya kwako? Leo umekuwa mwiba mchungu kwa wekundu wa Msimbazi. Nashukuru sana. Nini labda unaweza kuzungumzia kuhusiana na mchezo huu? Nasema kwamba tulikuwa tumejipanga vizuri. Tokea tunaanza ligi tulikuwa tumejipanga. Na tulipanga kwamba mechi 4 za kwanza lazima tushinde, ikiwemo ya Simba, na leo tumefanikiwa, tumeshinda zote 4. Kwa hiyo ni jambo ambalo tulikuwa tumelipanga toka zamani kwenye timu yetu, kwa tumejipanga tuko hivyo. Wewe ulikuwa ni mmoja wa wachezaji wa Simba hapo awali, na Simba imekuwa ikifunga Yanga na Yanga ikipata draw tu katika kipindi cha muda mrefu. Leo hii umekuwa mlangoni pale na umeweza kupata ushindi, unajisikiaje? Binafsi najisikia furaha kwa sababu kule nilipotoka nilikuwa nafanya kazi na hapa nakuja kufanya kazi. Kwa hiyo mimi si Simba, nimekuja Yanga nafanya kazi kama Yanga. Kwa hiyo mambo ya si huko kutoka Simba kutoka Yanga na kwa kidogo hana faida. Kwa hiyo mimi kwangu naangalia kazi ambayo nimefanya leo na nashukuru kupata ushindi. Na mimi katika mechi yangu nikiwa Yanga, hii mechi yangu ya 4 nacheza. Ya kwanza kati naingia nilishinda goli 2 bila, nikaja nikatoa 3, nikaja nikafunga goli 1. Hii nashukuru Mungu nimeshinda hii vile vile. Kwa hiyo ni faraja kwangu mimi. Unaendeleza historia, umefungwa goli 1 ndani ya mechi 4. Nikutakia kila laheri. Inshallah, nashukuru sana. Asante sana. Huyo ni goalkeeper wa Yanga.